Leo tutajifunza motion ambayo simu itakuwa tunaifanyia motion kwa kutumia Element 3D. Ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Ukiwa umeshafungua Adobe yako After Effects itakuwa kama hivi. Tutafungua new layer, tutafungua hapa, tutaandika main. Tutaandika main. Ushaandika main. Baada ya kuandika main, tutaenda kwenye new layer solid, tutaandika element 3D, element 3D, tutapiga okay. Baada ya hapo, huwa napenda hapa kuandika BG ili kufanya layer zinakuwa safi. Zote tutaweka, tutazishikilia zote tutaweka hapa. Baada ya hapo tutachukua screen, tutaweka hapa screen ya ambayo tutaenda kuiwekea kwenye simu. Kuja niangalie screen ambayo niliyokuwa nimeiandaa. Screen ambayo nimeiandaa hii hapa, tutaitupia hapa, tutaiweka hapo. Baada ya hapo tutafungua new composition, tutaiweka hapa, tutaishikilia, tutadrag mpaka hapo, itakuwa hivyo. Baada ya hapo utaichukua hii screen, tutashusha hapa chini kama hivyo, shusha hapa chini kama hivyo. Baada ya hapo kitu kinachofuata hapa, tutakuja kwenye hii layer ya element 3D. Utakuwa umeiselect, kwa umeshaiselect hapa, tutaenda kwenye effects, alafu huku chini kabisa video couplet, video couplet, utaenda element, utabonyeza element, itafunguka kama hivi. Utakuja hapa customer layer, utakuja hapa customer texture map, utakuja hapa, utaona hii hapa screen, utaklik hapo. Baada hapo utakuja hapa scene setup, utabonyeza hapo, itafunguka kama hivi. Tutainput model yetu ambayo tulikuwa tumeiandaa hii hapa, tutapiga okay, tutaiselect, tutapiga okay na hapa okay. Itakuwa kitu kama hichi hapa, kitakuja hivi. Sasa hichi ndio tunahitaji hapa mbele, ile screen yetu tuliyoiandaa ije kukaa hapa. Baada ya hapo tuta right click hapa, tuta rename screen, piga okay. Hii utashika, utaiweka hapa, ndio itakuwa screen. Baada ya hapo utafungua hapa, kuja kwenye screen, tutaenda sasa kuiweka screen hapa mbele. Kuja hapa, nachukua screen yetu, natakiwa ikae hapa, utapiga okay. Kwa nini haijaja hapa? Tutaenda kufix hili tatizo, kitu ili liweze kuonekana hapa screen yetu. Utashika hapa kwenye mobile, then utakuja utatafuta kitu kinaandika UV hapa, utakuja kwenye option hapa, utakuja hadi box repeat. Screen yetu itakuwa hapa imekaa namna hiyo, tutaifitisha kidogo. Tutarudi hapa kwenye screen, tutakuja hapa, then tutaanza kuifitisha ikae vizuri. Kwa imekaa sawa, pandisha paka hapo kidogo, nadhani yes, kama hivyo. Ikae tu hivi. Tutaiweka hapa, tutaseti tuishushe tena hapo, ikae kama hivyo. Tushushe tena chini kidogo. Tuone imekaaje. Kaka neno kama kamekaa tu hivi, sijui inabidi niishushe kidogo tena chini hapa. Okay.
mpaka hapo. Kinaonekana vizuri, ukinakuwa imefiti hivyo, sio mbaya. Naweza tukaacha hivi hivi. Baada ya hapo tuanze kuweka material ionekane sasa. Hapa mimi naona material mazuri, nitaweka black. Nitakuja hapa, nitaweka hivyo, nitaweka hapa, nitakaa hivyo. Nitachukua tena hii, nitaweka hapo, nitaweka kitu kama hicho. Kisha juu, nadhani hapa imekaa sawa. Sawa, nakuja huku, nitaweka niwe kama hivyo, pia hivyo. Tafuta neno moja naitwa opacity. Opacity kwa wapi? Force opacity. Ukiwa umeselect hapa force opacity, yes, kama hivyo inakuwa imekaa vizuri. Hapa unaweza kuchukua hii ukaweka hapa, weka hivi, yes, inakuwa kama kitu kama hichi. Nadhani simu yangu hapo nakuwa nimeiweka material vizuri, inakuwa imekaa ya sawa, lakini nilitamani hapa kwenye screen hapa, nadhani hapa nipandishe juu kidogo, hii iwe hivi, iwe 1.03. 1.01, yes, kama hivyo. Ya hivi itakuwa sio mbaya. Hapa kidogo imekaa vizuri, ikiwa imekaa hivyo basi, ikiwa imekaa hivyo tayari, basi nitakuja kuwekea mng'aro, yani ng'ai fulani hivi. Nitakuja hapa kwenye environment, nitabonyeza hapa nipate kitu fulani ili kionekane vizuri. Unaweza kubonyeza kwa hapa, kushuka chini. Nadhani hapa ni binafsi, nadhani hapa naona iko vizuri tu, yeah, inang'aa vizuri hapa, yeah. Chagua ambacho kitu kitaonekana safi. Nafikiri hii kisha naona hapo itakuwa nzuri. Baada ya hapo nitapiga okay. Itakuja simu kama hivi, tutakuja hapa katika world transform, tuta create. Baada ya hapo itakuja world transform null. Ukiwa hapa tutabonyeza P, alafu tutaizoom namna hii, alafu hapo tutashusha chini kama tutaizoom hivyo. Ukiwa hapa utafanya shift R, itakuja kitu kama hichi. Kija hapo naizungusha, yes, kaa vizuri. Hapa tutaongezea paka hapo, ipatoka imekaa sawa. Sasa tutabonyeza kwenye P, bonyeza hapa, tuje hivi, tutabonyeza kwenye P, tutakuja hadi frame ya 20 hapo, alafu tutaivuta namna hii. Ikiwa huku unaweza kaiweka kama hapo, kija nakuja kama hivi, yes.
kuja mpaka frame ya 20 hapo. Frame ya 20 hapo. Zani somba. Utaselect zote, right click, ukiselect zote hizi key point, keyframe hizo, unakuja hapa, unakuja kwenye easy, utavuta kidogo hivi kidogo chako. Yes, kama hivyo. Sawa. Ikishakuwa kama hivyo, ukishamaliza kitu kama hichi, tutakuja hapa, tutaweka keyframe mpaka hapa. Tutakuja huku, tutaanza kuiweka vizuri sasa. Hapa inakaa kidogo, itakuwa hivi cha akanipa kalanga kidogo hivi. Kama hichi hapa nadhani hapa nguzo kidogo labda mpaka hapa. Tuilaze kidogo hivi afu na hii. Sawa. Ibendi kidogo. Triangle. Kicheka sana. Naweza kaivutia huku. Shivutia huku nayo hii unaweza. Yes, kaigeuza kidogo hivi. Hizi utaziselect zote, right click, keyframe, afu easy, unakuja hapa, unaivuta kidogo hivi. Utavuta kidogo kwa hivi. Lakini kama zinawai, hebu tujadi tuisogeze hapa mbele kidogo. Zote hizi tusogeze mpaka kuaje. Yes, kwa kitu kama hivi. Lakini hapa tuiweke ikae vizuri. Iwe hivi. Fuku. Ibendi kidogo kama hii. Hivi. Inakuwa kama hivyo. Tunaweza tukapunguza. Tuke kama hapa hivi afuje. Yes. Kama hicho, unaona inavyokaa. Yes. Ni kwangu naona imekaa sawa. Naona mikongo imekaa vizuri. Chakuwa umefanya motion ya kitu kama hivyo. Sasa tunaweza tukatengeneza background. Right click, nikaja hapa solid, new solid, kaandika BG, ngapiga okay. Piga okay. Hapa nita search kitu kinachoitwa lamp. Taweka hapa, nitakuja hapa. Zeni huku ninaweza chukua labda tuweke rangi hii. Afu na huku naweza kaweka labda hivi kidogo, kapiga okay. Afu tuishushe chini iwe namna hiyo. Kwa kitakuwa kitu kama hichi hapa. Kwa inatokea kitu kama hichi. Yes. Nadhani hapa tuko vizuri kabisa, yani kitu kinakuwa kinatokea kitu kama hicho hapo.
Kwa asanteni sana kwa kunisikiliza. Karibuni sana, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.